Na mtazamaji wa PMTV Tanzania, karibu katika update za PMTV. Huwa nakupitisha kukupa kidogo mwanga kwa yale ambayo yanatokea katika ndani ya nchi yetu ama nje ya mipaka ya nchi yetu. Nipo hapa tena kwa ajili ya kuzungumzia kule ambacho kinaendelea huko nchini Iran, lakini pia na mataifa wanayopigana huko. Sasa ninayo taarifa ambayo ilitoka ya mapema awali kabla ya kiongozi kutangazwa wa taifa la Iran, ambapo Israeli imemchimba mkwara kiongozi mpya wa taifa hilo la Iran. Sasa katika kile ambacho kinaonekana kuwa ni mwendelezo wa mivutano inayotingisha kuta za Mashariki ya Kati, serikali ya Israeli imetoa onyo zito na la wazi kwamba kiongozi yeyote atakayechaguliwa kuwa kiongozi mkuu wa Iran, yani supreme leader, ataangamizwa. Kupitia ukurasa wake wa X, waziri wa ulinzi wa Israel huyu ni Katz, ameandika kuwa kiongozi yoyote atakayeteuliwa na utawala wa kigaidi wa Irani ili kuendeleza mpango wa kuisambaratisha Israel atakuwa shabaha ya uhakika ya kuangamizwa, alisema Katz huyo, haijalishi jina lake ni nani au amejificha wapi. Lakini pia ikafuatia taarifa nyingine kutoka Hispania, ambayo nayo Hispania ilipinga vita dhidi ya Irani wakati wingu la kivita likizidi kutanda katika anga ya Mashariki ya Kati. Waziri mkuu wa Hispania Pedro Sanchez, yeye ameibuka na msimamo mkali na wawazi dhidi ya mfululizo wa mashambulizi yanayofanywa na Israel na Marekani nchini Iran. Sanchez, ambaye amejijengea sifa ya kuwa mmoja wa wakosoaji wakubwa wa sera za kijeshi za magharibi ndani ya Umoja wa Ulaya, amesisitiza kuwa nchi yake haitaunga mkono kile ambacho alikiita ni janga linaloepukika. Akizungumza kwa niaba ya serikali na wananchi wa Hispania, Sanchez amesema msimamo wa serikali yangu uko wazi na hautatetereka. Hatutaki vita, alisema Sanchez wakati wa mkutano na waandishi wa habari. Hatuna budi kusimama kidete dhidi ya hatua yoyote inayochochea machafuko zaidi. Hiyo ni kauli ya Sanchez. Sasa baada ya muda kidogo, hatimaye taarifa ya kutangazwa kwa mrithi wa taifa la Iran baada ya kifo cha Ayatollah Mohammad Khamenei akatangazwa, ambapo Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imemtangaza Mojtaba Khamenei kuwa kiongozi mkuu mpya, yani supreme leader wa taifa hilo. Hatua hii inakuja siku chache tu baada ya kuuawa kwa baba yake Ayatollah Ali Khamenei katika shambulio la kihistoria lililofanywa kwa ushirikiano kati ya Marekani na Israel. Wakati dunia ikisubiri hotuba yake ya kwanza kama kiongozi mkuu, swali kubwa linabaki: je, Mojtaba atachagua njia ya kulipiza kisasi kwa nguvu zaidi, au atatumia mamlaka yake mpya kutafuta njia ya kulinusuru taifa hilo kutokana na kile ambacho waziri mkuu wa Hispania amekiita kuwa ni janga la kivita? Maswali ni mengi. Trump na serikali ya Marekani kwa kushirikiana na Israel walifanya shambulio kwa ajili ya kuangamiza utawala wa Mohammad Ali Khamenei. Sasa anachaguliwa tena mtoto wake mwingine, huyu anarithi kiti cha baba yake kuwa mkuu wa nchi hiyo. Je, nao watamsha majeshi zaidi ya vita? Lakini kama ikiwa hivyo, unafikiri hali itakuwaje? Na kama huyu mtoto wa aliyekuwa kiongozi mkuu wa taifa la Iran bwana Khamenei naye, je, kama akiamua kuendeleza vita, unafikiri hali itakuwaje? Uchumi wa dunia, kwa sababu Mashariki ya Kati inategemewa katika mafuta, lakini pia vitu mbalimbali ambavyo dunia inaitegemea, mambo yatakuwaje? Hebu shiriki nami kwenye maoni hapo. Asante.